tushirikishane tone la upendo. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 5 ya Pasaka mwaka A wa Kanisa. Liturujia neno la Mungu katika Dominika hii na tutafakarisha kuwa Kristu ni njia, ukweli na uzima. Katika kipindi hiki cha furaha ya ufufuko, furaha ya Pasaka, tunaendelea kualikwa kuimarisha imani yetu kwa Kristu. Kristu anajitambulisha kwetu kama njia, maana yake yeye ni daraja la kutufikisha kwa Mungu yalipo makazi yetu ya kudumu. Lakini anatuambia yeye ni ukweli, maana yake yeye ndiye ufunuo halisi wa Mungu Baba. Na mwisho anatuambia yeye ndiye uzima, maana yake ndiye chanzo cha uhai usio na mwisho. Na Kristu anatuahidi si tu uhai wa hapa duniani, bali anatupa ushindi dhidi ya kifo na kutuhakikishia kuishi na Mungu milele baada ya maisha haya ya kupita ya hapa duniani. Imani hii thabiti kwa Kristu haipaswi kuwa imelala, haipaswi kufichwa, bali yapaswa kuonekana katika maisha yetu ya kila siku, katika majitoleo yetu ya huduma kwa waliosahaulika, kwa maskini, wajane, yatima, wazee, wagonjwa, walio na changamoto mbalimbali, kama walivyoishi jumuiya hii ya Wakristu wa kwanza baada ya Pentekoste. Matokeo ya kuishi vyema imani yetu kwa Kristu kama wabatizwa ni kuwa mawe hai. Tunashiriki kila mmoja kama kiungo hai katika mwili wa Kristu kulijenga hekalu la Mungu, yaani kanisa. Masomo yetu katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 aya ya 1 hadi ya 7. Siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung'uniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Wale tenashara wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili, na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote. Wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni na Parmena na Nikolao mwongofu wa Antiokia, ambao wakawaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao. Neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 2 aya ya 4 hadi ya 9. Mwendee yeye, jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule, lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu. Mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama, naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hatatahayarika. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini, bali kwao wasioamini, jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha. Kwa maana hujikwaza kwa neno lile, wasiliamini, nao waliwekwa kusudi wapate hayo. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 1 hadi ya 12. Somo la Injili takatifu linatoka katika Injili ya Yohane ile sura ya 14 aya ya 1 hadi 12. Somo hili la Injili takatifu ni sehemu ya hotuba ndefu ya Kristu katika karamu ya mwisho kabla ya kuingia katika mateso na kifo chake, inayoanzia kimsingi ile sura ya 13 ya Injili hii ya Yohane.
Kristo anaongea kwa mara ya mwisho na mitume wake mara baada ya kuwaosha miguu mitume waliokuwa na hofu, waliokuwa na upweke na huzuni. Kwa nini mitume hawa walikuwa na hofu na huzuni? Kwanza, Kristo alikuwa amekwisha waambia kwamba mmoja kati yao angemsaliti, yaani Yuda Iskarioti. Tukisoma ile sura ya 13 aya 21 na aya 26. Pili, Yesu aliwaambia kuwa anaondoka, anakwenda mahali ambapo wao hawawezi kwenda kwa wakati huo, jambo lililowafanya wahisi upweke na kukata tamaa. Kusoma Injili ya Yohane sura ya 13 aya 36. Na tatu, Yesu alitabiri kuwa Petro angemkana mara 3, ile sura ya 13 aya 38. Katika mazingira haya ya taharuki, Yesu anaanza sura hii ya 14 kwa neno la faraja: msifadhaike mioyoni mwenu. Ningependa tuangalie mgawanyiko wa injili hii katika sehemu kubwa 3, lakini ndani yake kuna mafundisho kadhaa ambayo haya yatatusaidia kuelewa masomo haya mengine mawili, yaani somo la kwanza na somo la pili katika Dominika hii ya 5 ya Pasaka. Fundisho la kwanza. Kristo anawafariji na kuwatia moyo wafuasi wenye hofu, huzuni na upweke. Anatufariji nasi pia katika nyakati zote za upweke, huzuni na mashaka yetu. Injili hii kama nilivyosema imegawanyika katika sehemu kubwa 3. Sehemu ya kwanza ya injili hii inaanzia aya ya 1 hadi ya 4. Na Kristo anaanza hapo kwa kuwapa moyo mitume wake kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu, niaminini nami pia. Kama nilivyodokeza hapo mwanzo kwamba wanafunzi wa Kristo walikufa moyo baada ya Kristo kuwaambia kuwa anaondoka kati yao na kule anakokwenda hawawezi kufika. Tukumbuke mitume hawa walikuwa wameacha kila kitu. Waliacha familia zao, waliacha kazi zao, matumaini yao yote wakaweka kwa Kristo. Na hapa Kristo anawaambia anaondoka. Lakini sio anaondoka tu, hata kule anakokwenda wao hawawezi kufika kwa sasa. Lakini pia alishawadokeza juu ya matukio mawili, tukio la usaliti wa Yuda na tukio la Petro kumkana. Mitume wanaingiwa na hofu, wana huzuni na kujisikia wapweke sana. Anawaambia, muaminini Mungu, niaminini nami pia. Hii ni ishara ya wazi ya umungu wake. Kristo alishasema, aliyemuona Baba, aliyeniona mimi amemuona Baba. Kwa hivyo, kama walivyokuwa na imani thabiti kwa Mungu, vivyo hivyo walipaswa kuwa na imani kwake yeye aliyetumwa na Mungu, mwenye umungu mmoja na Baba, naye yupo katikati yao. Ndugu mpendwa, neno kufadhaika katika lugha ya Kigiriki taraso lina maana ya kutikiswa, kama vile bahari inavyotikiswa na mawimbi mazito wakati wa dhoruba. Neno hili limetumika tena katika ile sura ya 11 aya 33, Kristo alipofadhaika mbele ya kaburi la Lazaro. Na ile sura ya 13 aya 21, Kristo anafadhaika tena akijua Yuda atamsaliti. Hapa wanafunzi wanafadhaika wakijua wanampoteza Bwana, mwalimu na rafiki yao. Sisi pia katika maisha yetu ya kila siku tunakutana na dhoruba na mfadhaiko kama huu waliokuwa nao mitume wa Yesu. Tunapatwa na mtikisiko mkubwa katika maisha yetu, katika nyakati mbalimbali za safari yetu ya maisha. Tunaweza kufadhaika pale tunapopoteza vitu vinavyotupa usalama. Pengine tuliweka matumaini yetu katika vitu mbalimbali. Huenda tumepoteza kwa mfano kazi, au kupoteza ndugu, kupoteza wazazi na wapendwa wetu, au kupoteza hata vyeo, heshima, kufeli katika mipango yetu mbalimbali, katika masomo, katika biashara zetu, kupoteza vyeo na hadhi mbele za watu. Matukio mengine mengi katika maisha yanatutikisa. Tunahisi kama dunia yote inaporomoka, kama ulimwengu wote umetuangukia. Tunafadhaika tunaposalitiwa pengine hata na wale watu tuliowapenda sana, watu tuliowasaidia, tuliojitoa kwao, pengine wakaturudishia kwa kutusaliti, vile kama Yuda na Mtume Petro watakavyofanya kwa Kristo. Tunafadhaika kuhusu maisha ya baadaye, pengine tunahofu kuhusu maisha ya kesho. Tunajiuliza maswali mengi. Je, nitaweza kusomesha wanangu pengine katika familia? Au tunapopatwa na magonjwa, nitapona katika ugonjwa huu? Au pengine umri unapokwenda, uzee unapokaribia, maisha ya uzee yamefika sasa, au kustahafu, yatakuwaje maisha baada ya hapa?
Au pengine nimebadilishwa utume, maisha yatakuwaje katika utume wangu mpya? Je, nikiondolewa kwenye ofisi hii itakuwaje tena? Au pengine nikiondoka leo katika familia yangu itabakije? Watoto watabakije? Hatima yao itakuwaje na kadhalika? Haya ni maswali ambayo yanakuja mara kwa mara katika maisha yetu kwa nyakati mbalimbali, na haya yanatutikisa, huenda yanatuletea dhoruba fulani katika maisha. Kumbe kutokujua kitakachotokea kesho kunatufanya tuwe na wasiwasi wa kupitiliza. Kristu aliye daima katikati yetu, kama alivyo katikati ya mitume, anatupa moyo tusifadhaike moyoni. Usifadhaike moyoni, mwamini Mungu, niamini na mimi pia. Nipo pamoja nawe, ninatembea daima pamoja nawe, ninakuonyesha njia, sikuachi kamwe. Kristu anatupa moyo. Kumbe imani hii thabiti ni dawa dhidi ya hofu, huzuni, upweke na mashaka ambayo tunakutana nayo katika safari yetu ya maisha. Imani ya mitume kwa Kristu itageuka kuwa nguvu na ujasiri kwa njia ya Roho Mtakatifu waliyempokea siku ya Pentekoste, na baadaye wataanza maisha mapya pasi na hofu na mashaka yoyote tena, ingawa pia watapitia bado tena dhoruba na mitikisiko mingi. Kumbe nasi pia imani thabiti inatusaidia kushinda hizi hofu, kushinda huzuni, upweke na mashaka ambayo tunakutana nayo katika nyakati mbalimbali za maisha yetu. Fundisho la pili, Kristo anatuahidi uhakika wa makao ya milele. Kesho ya maisha yetu ipo mikononi mwake, licha ya mateso na hofu zote za sasa. Kristo katika sehemu hii ya kwanza anaendelea kwa kuwaambia wanafunzi wake kwamba nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Katika tamaduni za Wayahudi, kawaida kijana aliyetaka kuoa, baada ya kumchumbia biharusi, alipaswa kwanza kurudi nyumbani kwa baba yake. Huko aliandaa makazi. Hapa neno la Kigiriki linatumika meno, maana yake ni chumba kipya ambacho kimsingi kiliungana na nyumba ya baba yake, ambayo nyumba ya baba yake ilikuwa na vyumba vingine vingi. Na mara makazi yalipokuwa tayari, alirudi kumchukua biharusi katika muda na saa ambayo haikufahamika. Hivyo biharusi naye alipaswa kujiandaa na kujiweka tayari kwa ujio wa bwana harusi. Tunafahamu simulizi ya wanawali 10. Hivyo Kristo bwana harusi, kwa mateso, kifo na ufufuko wake na kupaa kwake mbinguni, anakwenda kwa Baba, anakwenda kutuandalia makao ya milele. Kurudi kwake hapa mwinjili Yohane alimaanisha mambo makubwa matatu. Kwa nafasi ya kwanza ni kurudi kwa Yesu baada ya ufufuko wake, ile siku ya 3 baada ya mateso na kifo chake. Kwa nafasi ya pili ni ujio wa Kristu kwa njia ya Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Na 3 ni ujio wake mara ya pili, mwisho wa nyakati, atakapokuja kuwahukumu wazima na wafu. Kristo atakuja kulichukua kanisa, biharusi wake, nasi tupaswa kujiandaa kwa ujio wake wakati yeye amekwenda kutuandalia sisi makao. Ndugu mpendwa, Bwana wetu Yesu Kristo anatuhakikishia makazi ya milele ambapo tutaishi katika ushirika naye pamoja na Baba na Roho Mtakatifu. Maisha ya hapa duniani kimsingi ni safari, ni maisha ya mpito tu. Tunajua kuwa makao yetu ya kudumu hayategemei mambo ya dunia hii, bali yapo kwa Mungu pekee. Kristo akiwa anatuandalia makao, anatualika nasi tusilale kiroho, tusilale kiimani. Viuno vyetu vyo vimefungwa na taa zetu zapaswa daima kuwa zinawaka. Tukitambua hilo, tutafanya kazi kwa moyo, kwa juhudi na maarifa, lakini tukiwa na matazamio ya kujenga na kuwekeza katika makazi yetu ya kudumu mbinguni. Lakini pia Kristo anatupa moyo kwamba hata mateso na kifo sio mwisho. Tunapojua kuwa Yesu ameandaa mahali, kifo kinakuwa ni kuhama tu kutoka kwenye chumba cha muda au nyumba ya kupanga ya wageni, yaani maisha yetu hapa duniani, na kuelekea kwenye makazi ya kudumu yenye amani katika uzima wa milele. Hii inatupa faraja ya kweli, hasa pale tunapokutana na dhoruba mbalimbali za maisha yetu, misiba na hofu na mashaka mbalimbali katika safari yetu ya maisha. Fundisho la 3, Kristu si tu anatuonyesha njia ya kwenda kwa Baba, bali yeye ndiyo hiyo njia, ndiyo ukweli na uzima. Sehemu ya pili ya injili hii inaanzia ile aya ya 5 hadi ya 11. Ndani yake tunaona kuna swali la mtume Tomaso kuhusu njia, ile aya ya 5 hadi ya 7,
na ombi la mtume Filipo kuhusu utambulisho wa Mungu, anavyomwambia Yesu, utuoneshe Baba nasi yatutosha, aya 8 hadi 11. Mtume Tomaso tunajua alikuwa ni kati ya mitume wa Yesu ambaye alitaka kujua mambo lakini kwa ushahidi zaidi. Tunaona hata baada ya Yesu kufufuka hakuamini hata alipoambiwa na mitume wenzake kwamba Yesu amefuka, hadi pale Yesu alipomtokea mwenyewe akiwa tena pamoja na wanafunzi wenzake. Hivyo yeye anamuuliza Yesu, sisi hatujui uendako Bwana, sisi hatujui uendako, nasi tuajuaje njia? Tomaso alijua Kristo alizungumzia makazi kama eneo fulani la kijiografia, asielewe kuwa Kristo alizungumza makao ya mbinguni. Kristo anamjibu kwa kumwambia, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Kumbe Yesu haonyeshi tu njia, bali yeye ndiyo hiyo njia, ndiyo daraja la kutupeleka kwa Mungu. Lakini Kristo ndiye ukweli, yaani ufunuo halisi wa Mungu Baba. Aliyemuona Yesu basi amemuona Baba. Ndiye anayetoa nguvu, yeye ndiye uzima, anayetoa nguvu ya kwenda katika hiyo njia. Kumbe aliyemuona Kristo huyo amemuona Baba, kama Yesu anavyomjibu mtume Filipo kwenye ile aya ya 8 hadi 11. Filipo aliyemuomba Kristo, utuoneshe Baba nasi yatutosha. Kristo anamwambia, ukiniona mimi umemuona Baba, kwa sababu yeye na Baba wana umoja, wa moja. Mtume Filipo naye alifikiri Mungu angejifunua kwao kama ilivyokuwa katika Agano la Kale, katika tokeo au kwa namna ya ajabu ya miujiza ya kutisha. Lakini Kristo anamkumbusha kuwa yeye ndiye ufunuo, ndiye picha halisi ya uso wa Baba wa milele. Na kazi zote alizozitenda zilikuwa na lengo la kuwasaidia ili wanafunzi hao nasi sote pia kumwamini kuwa yeye alitoka kwa Mungu. Ndugu mpendwa, mashaka ya Tomaso ndio mashaka yetu ya kila siku. Kuna nyakati katika maisha tunakuwa njia panda. Hatuoni wala hatuelewi tufanye nini au tutokeje pale tulipo na tuendeleeje mbele. Tunapohisi pengine hatujui tunakokwenda katika maisha, huenda katika kazi yako, katika ndoa, katika wito wote ambao Mwenyezi Mungu ametuitia, hata katika maisha yetu ya kiroho. Tunapohisi hatujui tunakokwenda, hatuna haja ya kupata majibu yote kuhusu kesho yetu. Tunahitaji tu kuimarisha uhusiano wetu na Kristo katika ulimwengu huu uliojaa kila aina ya udanganyifu na mashaka. Yeye ndiye ukweli, ndiye ufunuo halisi wa Mungu Baba. Yeye ndiye ukweli usiobadilika, kinyume na mambo mengine ya ulimwengu huu ambayo anaweza kutupa uhakika usiodumu milele. Kristo kama daraja anatuunganisha sisi na Mungu. Alikuwa sawa na sisi, anafahamu mahangaiko yetu, anafahamu huzuni zetu, anafahamu mapigano yetu dhidi ya dhambi na udhaifu wetu. Na hivyo kama kuhani mkuu anatuombea kwa Mungu. Kisha yeye ndiye uzima, anatuimarisha, anatulisha kwa neno na sakramenti zake ili daima tuwe imara, tuwe hai na wenye uzima tele, uzima wa sasa na uzima wa milele. Yeye mchungaji wetu mwema anatuambia, mimi nilikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tena. Kristo anatenda kazi katikati yetu na kwa kazi hizo anatualika sote kumwamini. Sehemu ya mwisho ya injili hii, yani aya 12, inatusaidia sasa kuelewa vema somo la kwanza na la pili katika Dominika hii ya leo. Kristo anawahakikishia mitume wake kuwa yeye aniaminie mimi, njia, ukweli na uzima, kazi nizifanyazo mimi naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Ni baada ya Pentekoste sasa, Kristo alipokuja kwao tena kwa njia ya Roho Mtakatifu, tunaona mitume sasa wanazitenda kweli zile kazi za Kristo bila hofu, bila mashaka tena. Na matokeo yake yanaonekana wazi katika jumuiya ya Wakristo wa mwanzo. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume ni ile sura ya 6 aya ya kwanza hadi ya 7. Katika somo hili la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, mitume wanawachagua mashemasi 7. Wanawaombea na kuwekea mikono ili kutimiza huduma ya upendo kwa kanisa la mwanzo. Hapa tunaona inawekwa rasmi ofisi ya ushemasi au diakonia. Katika somo hili tunapata fundisho la 4 katika Dominika hii ya 5. Tukumbuke kwenye Injili tumepata mafundisho 3. Somo hili la kwanza linatupatia fundisho la 4. Kristo anatupa nguvu ya kutusukuma kuona, kuguswa na kutatua changamoto kwa wakati na kwa usahihi. Anatuonesha njia ya kupata utatuzi katika changamoto zetu mbalimbali. Kwa nini mitume wanawachagua mashemasi hawa? Mitume waliwachagua mashemasi kutokana na manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani, yaani Wayahudi walioishi nje ya Palestina
kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Hivyo wanawachagua mashemasi 7 ambao walikuwa nao ni Waebrania wa Yunani, yani wale Waebrania ambao hawakuishi katika Palestina. Hawa walikuwa wameshachanganyikana na tamaduni zingine za Kigiriki. Wanawekea mikono kuwapatia nguvu ya Roho Mtakatifu na wanatumwa kufanya huduma ya upendo kwa wale waliosahaulika. Mitume na mashemasi hawa, baadaye tutamwona Stefano na Filipo, wanaeneza Injili na kuhudumia maelfu ya watu. Uteuzi wa mashemasi ni mfano wa kazi kubwa ya upanuzi wa ufalme wa Mungu ambayo Yesu aliisema, kazi hii ya huduma inavuka hata mipaka ya tamaduni. Tunaona sasa zile tofauti za Wayahudi na Wagiriki katika kupata huduma. Mitume ni kama wanavunja sasa hiyo mipaka, kwamba wote wanastahili na wanathaminiwa kuhudumiwa kwa usawa. Ndugu mpendwa, neno la Kristo linatusukuma daima katika kuona, kuamua kwa usahihi na kutenda kwa wakati katika kutatua changamoto mbalimbali tunazokumbana nazo katika mazingira yetu, katika familia zetu, katika jamii yetu, katika parokia zetu, katika jumuiya zetu za kitawa na kadhalika. Roho Mtakatifu anatupa nguvu ya kuwa wamoja, kushirikiana kwa pamoja kwa karama na vipaji mbalimbali kama ilivyokuwa jumuiya hii ya Wakristo wa kwanza. Kristo aliye njia, ukweli na uzima anavunja kuta za matabaka kati yetu ya kikabila, lugha, utaifa. Tunakuwa jumuiya moja, koinonia, inayosali pamoja na kushirikishana katika hali zote. Je, katika familia zetu, jumuiya zetu, parokia zetu, katika jamii yetu tunaona changamoto kuamua kwa usahihi na kutenda kwa wakati katika kuzipatia changamoto hizo majibu? Tunashirikisha wengine ili kwa pamoja tuweze kutatua changamoto zetu, au ni kila mmoja anapambana kivyake kupata utatuzi? Mitume walimshirikisha Mungu kwa sala na wakawateua mashemasi wale na kuwekea mikono. Sisi tunamshirikisha Mwenyezi Mungu katika changamoto zetu ili atuoneshe yeye njia ya kufikia suluhisho pengine, au tunaanza kwanza sisi, alafu pale mambo yanapokuwa magumu au tunaposhindwa ndipo tunarudi tena kwa Mungu? Mitume hawakupotezea, hawakufumbia macho malalamiko ya wajane, walichukulia kwa uzito. Na hata leo tuna ofisi hii muhimu katika kanisa, ofisi ya mashemasi, kwa sababu ya mitume hawa waliona na kuguswa na kutenda. Sisi mara ngapi tunafumbia macho changamoto mbalimbali zilizopo katikati yetu? Mara ngapi tunafumbia ukweli kwa kujidanganya au kudharau kuwa matatizo na changamoto hizo hazipo, pengine katika ofisi zetu, katika utume wetu, katika familia zetu, hata katika parokia zetu? Tunaona, tunaguswa, tunaamua kwa usahihi na kutenda kwa wakati? Neno la Mungu litusukume katika kuzitenda kweli kazi za Mungu. Tuwe nasi njia kwa kusema ukweli ili tuweze kuleta matunda mema kwa wengine. Turejeshe furaha na matumaini kwa waliokata tamaa, kwa waliosahaulika na waliodharauliwa. Somo la pili ni waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote, ni ile sura ya 2 aya 4 hadi ya 9. Katika somo la pili Mtume Petro anamtaja Yesu kama jiwe lililo hai na jiwe kuu la pembeni. Kwa nini Mtume Petro anawaandikia Wakristo hawa maneno haya? Barua hii iliandikwa kwa Wakristo waliokuwa wanaishi kama wageni na wapitaji katika mikoa mbalimbali ya dola ya Kirumi, tukizungumzia Galatia, Kapadokia, Bithinia na kadhalika. Walikuwa wakipitia mateso, kudhulumiwa na kudharauliwa na jamii iliyowazunguka kwa sababu ya imani yao mpya kwa Kristo. Petro anatumia mfano wa jiwe lililokataliwa ili kuwafariji. Anawaambia kuwa kama Kristo alikataliwa na watu lakini akawa mshindi, wao nao wakikataliwa wasivunjike moyo. Kwa njia ya fumbo la Pasaka, wao wamekuwa uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu na watu wa milki ya Mungu, nao wamekuwa warithi wa ahadi zote za Mungu. Somo hili linatupatia fundisho la 5 katika Dominika hii, kwamba kwa njia ya ubatizo wetu sisi tu wa thamani kubwa sana mbele za Mungu. Mtume Petro aliwaandikia Wakristo hawa ambao wakati huu walikuwa wakipitia mateso makubwa na kudharauliwa kwa sababu ya imani yao. Kwa kuwa kwao Wakristo walionekana wasio na thamani yoyote katikati ya jamii ile ya Warumi. Mtume Petro anawakumbusha kuwa wao ni wenye thamani kubwa hata kama ulimwengu ukiwakataa. Ndugu mpendwa, Kristo leo anatupa moyo nasi sote kutambua daima thamani yetu kama Wakristo tuliokombolewa kwa damu ya thamani kubwa sana ya Kristo.
na tukafanywa kuwa warithi wa ahadi zote za Mungu kwa njia ya ubatizo wetu. Kumbe nasi pia dunia inaweza kutukataa, kutupuuza na kutuona pengine hatufai, kama vile jiwe lilivyokataliwa na wajenzi. Huenda kuishi kwetu imani, kusema ukweli na kuishuhudia imani yetu kwa matendo ikatugharimu pia wakati fulani. Lakini somo hili linatupa nafasi ya kutafakari. Mimi thamani yangu ninaipata wapi? Thamani yangu ipo katika nini? Hatuna haja ya kutafuta thamani yetu katika mambo ya ulimwengu huu. Thamani yetu ya kweli haipo katika vyeo, haipo katika fedha, haipo katika mali, haipo katika umaarufu, bali ipo kwa Kristo mwenyewe. Tunapoikataa thamani hii, tunaipoteza njia itupelekayo kwenye ukweli na uzima wa milele. Fundisho la 6 na la mwisho, tunaalikwa kuwa mawe hai ndani ya mwili wa Kristo, yaani kanisa. Mtume Petro anatufundisha kuwa sisi tu mawe hai na tumejengwa ili tuwe nyumba ya Roho kwa njia ya Yesu Kristo. Kuzitenda kazi za Kristo kama alivyotufundisha Kristo katika aya ya mwisho ya somo la Injili takatifu, aya 12, ni kuwa mawe hai katika hekalu la Mungu. Tunakuwaje mawe hai? Kwanza, kwa njia ya vipaji na karama mbalimbali tulizojaliwa na Roho Mtakatifu, sisi tunakuwa hayo mawe hai katika kanisa la Mungu. Tunakuwa mawe hai katika familia zetu, tunakuwa mawe hai katika jumuiya zetu, tunakuwa mawe hai katika ulimwengu mzima. Licha ya tofauti zetu, bado tunajenga jengo moja. Neno la Kristo linatusaidia kuishi pamoja kwa umoja na kwa upendo licha ya hizo tofauti zetu. Tofauti zetu sio chanzo cha uhadui, sio chanzo cha wivu, sio chanzo cha chuki, bali ni ishara na chanzo cha mshikamano na umoja ndani ya Kristo. Pili, jiwe kwa kawaida halijijengi lenyewe, huwekwa mahali pake na mjenzi. Tunakuwa mawe hai tunapokubali kuwa Kristo ndiye anayetuongoza. Hii ina maana ya kuacha kutegemea akili zetu wenyewe na kuanza kufanya maamuzi kulingana na neno lake, yeye Kristo anayetujenga katika hekalu lake, yeye aliye njia, ukweli na uzima wetu. Tatu, tunakuwa hai tunaposhiriki sakramenti ya Ekaristi, kitubio na sakramenti nyingine za kanisa, tunaposoma neno la Mungu. Haya ndiyo yanatupa damu na uhai wa kiroho, ili tusiwe wa Kristo wa jina tu, bali wa Kristo wenye nguvu ya Mungu ndani mwetu. Lakini jiwe lina kazi, linabeba uzito wa jengo na kulinda waliomo ndani. Kumbe tunakuwa mawe hai tunapoanza kubeba mizigo ya wengine, tunapokubali kupokea majukumu, kama tunavyoona mashemasi katika somo la kwanza walivyoyapokea majukumu na kuhudumu kwa upendo. Tunapokuwa na huruma, tunaposamehe, tunapotetea haki, tunadhihirisha kuwa sisi ni jiwe hai, si jiwe baridi lisilo na hisia. Mwisho, ili jiwe likae vizuri kwenye jengo, lazima lichongwe ili kutoa sehemu zenye ncha kali. Mungu anatumia changamoto za maisha yetu, mapungufu yetu na hata wanaotukwaza kutuchonga sisi ili tuweze kutoshea vizuri katika mpango wake ulio mkubwa kuliko mipango yetu. Tunakuwa mawe hai tunapokubali mchakato huu wa kutakaswa na Kristo, kutakaswa tabia zetu, kutakaswa mitazamo na fikra zetu. Katika Dominika hii, Kristo anatualika kuacha mioyo yetu isifadhaike. Anatuambia msifadhaike. Badala yake tujijenge juu yake yeye aliye jiwe la msingi, tuyashike mafundisho yake ambayo ndiyo kweli, na tushiriki huduma ya upendo ili hatimaye tushiriki makazi yaliyotuandalia, yaani uzima wa milele. Nawatakia nyote Dominika njema ya 5 ya Pasaka. Niliyowaletea tafakari hii ni mimi Padre Bonaventure Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo. Utukufu na ukuu hata milele, na yeye